إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، tunaendelea leo na kitabu chetu Tanbihu Al-Ghafilin, kitabu cha Imamu Abu Layth As-Samarqandi, Allah amrehemu. Tuko kwenye mlango wa 8. Nao ni mlango babul amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar, mlango wa kuamrisha mazuri na kukataza mabaya. Mlango huyu tumeshachukua darasa 3 kwao, na huenda hili litakuwa ni darasa la mwisho kuhusu hii pointi ya kuamrisha mazuri na kukataza mabaya. Mengi ameyatanguliza al-Imamu Abu Layth Samarqandi rahimahullah katika huyu mlango, akituonesha kwamba ni kazi njema, wala hakuna kazi mfano wa kazi ya kuamrisha mazuri na kukataza mabaya. Tumsikilize anamalizia leo nini. Kabla ya kuingia mlango wenyewe, ametoa nasaha nzuri sana kwa kila dai, kila mtu ambaye anataka kuamrisha mazuri na kukataza mabaya. Baada ya wewe kujua kwamba hakuna kazi njema kama hii kazi, inabidi usikie naswaha ya mambo 5 uyashikilie. Imam, shekhe, mwalimu, mzazi, mtu mwenye busara, mtu mwenye nasaha, mcha Mungu, unapotaka kuamrisha mazuri inabidi ushikilie haya mambo 5 kwa meno ya magevu. Anasema Imamu Abu Layth, qala al-faqih falladhi ya'muru bil ma'ruf yahtaju ila 5 ashya. Pindi unapotaka kuamrisha jambo lizuri unahitaji vitu 5. Hivi vitu 5 kwa kweli vinastahili kuandikwa kwa maji ya dhahabu. Unapotaka kuamrisha mambo mazuri unahitaji mambo 5, yaani bila kuchagua, je, wewe ni shekhe wa fatwa? Bila kuchagua, je, wewe ni imamu wa msikitini? Bila kuchagua, je, wewe ni mzazi mwenye kutoa nasaha? Bila kutizama hayo yote, ni kwamba unapotaka kutoa nasaha mambo 5 usiyakose. Yasikilize na uyanukulu ikiwezekana. Awaluha, la kwanza, al-ilm, lianna al-jahila la yuhsinu al-amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Kabla ya kuamrisha jambo lizuri, jitahidi uwe na elimu nalo. Kabla hujamnasihi mwenzako kwenye jambo lolote, ulizia, hakikisha hili jambo nataka kumnasihi mwenzangu ni kweli kwenye dini lipo, dini imelisapoti. Ukiwa shekhe, hakikisha kwenye vitabu. Ukiwa imamu, mwalimu, mzazi, mheshimiwa, mtu wa aina yoyote, ukitaka kumkumbusha mwenzako lizuri, hakikisha kwanza kwa shekhe anayeaminika elimu yake na imani yake, muulize hili jambo ni sahihi. Kwa jambo la kwanza, al-ilm. Usisemi kitu bila elimu. Ukisema kitu bila elimu, madhara yanakuwa ni makubwa. Laiti ungelinyamaza. Athani, jambo la pili unalihitaji wewe mwenye kutaka kuamrisha lizuri,
anasema ashafaqa ala man ya'muruhu. Allahu akbar, ili ni muhimu nalo. Ashafaqa ala man ya'muruhu, inabidi uwe na huruma kwa yule unayemwamrisha. Naam, uwe na huruma kwa yule ambaye unayemwamrisha. Hili limekosekana kwa maduati wengi. Yaani maduati wanakuwa kana kwamba kuamrisha mazuri na kukataza mabaya ni kukomoana. La, hapana. Kabla ya kumwamrisha mtu lizuri, kuwa na huruma naye. Yaani maana yake muamrishe kwa sababu aongoke, kwa sababu ajikwamue kwenye matatizo ambayo yuko yemo. Fayamuruhu billin watawaddud, muamrishe mtu jambo jema kwa wepesi, kwa ulaini na kwa mapenzi, kwa kumparata, kwa kumparaza, kwa kumkuna. Unapiga, unauma na unakuna, unauma unakuna. Wala yakunu fadhan ghalidha alqalb, unapomwamrisha mtu jambo lizuri usiwi mkakamavu, mgumu wa roho. Yaani utazani kama uko unataka kupigana jihadi. لأن الله تعالى قال لموسى وهارون عليهما السلام حين بعثهما إلى فرعون فقولا له قولا لينا. kwa sababu Allah tabaraka taala alipomtuma Musa na Harun kwa Firaun, baba la shirki, ligomvi likubwa la maasi Firaun, Allah hakumwambia Musa na Harun mfateni huyo mjinga mkaidi mumwambie maneno makali sana, hajasema hivyo. Alimwambia faqula lahu qawlan layyina, mtakapomfikia bwana Firauni jitahidini kutafuta maneno malaini. La'allahu yatadhakkaru au yakhsha, huenda kwa maneno malaini akakumbuka au akaogopa. Suratu Taha aya ya 44. Subhanallah. Firaun ambaye kasema ana rabbukumul a'la, mimi ni mola wenu mkubwa, yaani baba wa maasi, bado Allah anamwambia Musa na Harun mumpendezesheni kauli. Vipi wenye kufanya maasi wa leo? Kwa hiyo si katika busara dai kuwa mkali na mkakamavu na mzito na mchafu wa lugha. Jitahidi utumie kauli njema Allahumma itakapohitajika. Naam, kuna wakati inahitajika kuzungumza kauli nzito kwenye da'wa, lakini asli ya da'wa ni kuzungumza kauli njema. Musa alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam, yeye mwenyewe kuna wakati alimtumia Firauni maneno mazito, japokuwa Allah tabaraka taala alimwambia mwambie maneno malaini, lakini kuna wakati ametumia maneno mazito. Allah anakulu kwenye suratul Isra, Musa anamwambia Firauni, wa inni la adhunnuka ya Firaunu masbura, na mimi ninakudhania wewe Firauni ni halik, tangamia wewe, mpotovu. Alimwambia maneno makali, kumwambia mtu umeangamia, kumwambia mtu uko mpotovu, kauli nzito hii. Maanake Musa ameenda kinyume na nasaha ya Allah? Hapana. Nasaha ya Allah tabaraka taala kwa Musa ni kana kwamba Allah anamwambia asili yako Musa, utakapoenda kumfanyia da'wa Firaun jitahidi upendezeshe kauli, yaani da'wa yako nzima tumia kauli njema. Allahumma
ikihitajika kwenye nyakati ndogo, lakini dai unastahili ujulikane kwamba mara nyingi una kauli njema, kauli nzuri, uko mlaini. Dai anastahili kujulikana kwa hiyo sifa. Pindi itakapohitajika sasa kutumia maneno mazito, hapo unaruhusiwa, kama kisitotoa aya katika suratul Isra, kisa cha Firaun na Musa. Hilo ni jambo la pili, tuliliweka la pili, lakini kwenye kitabu chetu ni jambo la tatu. La pili, athani an yaqsuda biha wajha Allah ta'ala wa i'zaz ad-din. Jambo la pili hilo tumezungumza ni la tatu, liweke la tatu. La pili, baada ya kujua kama hili jambo ni lizuri, kabla ya kuliamrisha, anza kwanza kusahihisha nia yako. Mimi nataka kumuita huyu mwenzangu katika hili jambo, nia yangu ni nini? Ni ili anisifu kama ninajua? Ni ili anisifu kama niko mcha Mungu na imani? Sahihisha nia yako. Ni ili Allah anilipe thawabu. Kwa hiyo la kwanza, kuwa na elimu ya jambo kwanza. Leo nataka kuamrisha, nataka kuita watu kwenye jambo fulani, kuwa na elimu nalo kwanza. Pili, ikhlas. Fanya kwa sababu Allah kulipe thawabu, sio kwa sababu ya yeyote, sio kwa sababu mkasirikishe huyu mtu. Huyu mtu ni mtu ambaye namchukia, sasa nimkomea akasiriki. Isiwe ni sababu ya kupata pesa, mshahara. Maana subhanallah, hata ukifundisha, utakufundisha watu Qur'ani, utakufundisha watu jambo lizuri, utakuwa imam, kwanza sahihisha nia. Hiyo ni kwa sababu ya Allah. Ikija pesa baadaye, zije baadaye, lakini wewe nia yako ya kwanza ni kwa sababu ya Allah tabaraka taala. Tatu, jitahidi uwe mlaini wa kauli. Arabi', nne kwa dai, an yakuna saburan halima. Unapofanya kazi ya kuamrisha mazuri na kukataza mabaya, jitahidi uwe mwenye subira, mwenye busara. Jitahidi uwe mwenye subira, uwe mwenye busara. Lianna Allah ta'ala qala fi qiswati Luqman alayhi salam, ndio ilivyoandikwa hapa alayhi salam, kwa ile rai ya baadhi ya watu kwamba Luqmani ni mtume, lakini sahihi ni rajulun salih, alikuwa ni mtu mwema, si nabii. Kwa hiyo ikiwa sio nabii tunamwombea rehema. Inabidi mtu katika da'wa yako uwe mwenye subira, uwe mwenye busara, usiwe na kurupuka kama chafya, kwa sababu Allah tabaraka taala anamwambia Luqman, Allah mrehemu, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir ala ma asabak. Allah tusimulia kuhusu Luqman. Luqman alimnasihi mtoto wake nasaha nyingi nyeti nzuri kubwa kubwa. Miongoni mwa nasaha hizo, ya kwanza kabisa alimwambia mtoto wake, ya bunayya la tushiriki billah, mwanangu simshirikishi Allah, inna shirka la dhulmun adhim, shirki ni dhulma kubwa. Akateremka kumpa nasaha mtoto wake ya kuwafanyia wazazi wawili wema. Akashuka Allah mzee Luqmani kumpa nasaha mtoto wake, akamwambia, ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fi al-ardi yati biha Allah. Mwanangu, unaona ukifanya jambo kidogo ulifanye kwenye jiwe ambalo ni kiumbe kiko nje ya mbingu na ardhi, ufanye jambo lidogo kwenye jiwe likubwa, au ufanye jambo hilo mbinguni au ardhini, Allah talileta siku ya Kiyama. Allahu akbar. Usijidanganye ukafanya maasi, Sheikh. Allah anayaona, hata uwe kwenye giza likali la usiku, hakuna anayekuona, linanukuliwa kwa Allah tabaraka taala. Usidanganyike Sheikh, macho yanione cha mimi nifanye, la wallah. Alimpa nasaha
mzee Luqman mtoto wake. Akaendelea nampa nasaha, akamwambia ya bunayya, mtoto wangu, aqimi swala, simamisha sala. Hapo pote iko na mnasihi tu, lakini sikia alipofika hapa, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir ala ma asabak. Mtoto wangu, jitahidi ufanye kazi njema ya kuamrisha mazuri, kukataza mabaya, lakini sasa hii kazi subiri kwa yale yatakayokusibu. La ilaha illa Allah. Mbona kwenye shiriki hukumwambia subiri? Mbona kuwafanyia wazazi wema haukumwambia subiri? Mbona kwenye swala hukumwambia subiri? Mbona kwenye maasi haukumwambia subiri? Mbona kwenye mema haukumwambia subiri? Kwenye kuamrisha mazuri na kukataza mabaya ndio unamwambia subiri. Ulama wana faida hapo, wanasema ni dalili ya kuonyesha kwamba kazi ya kuamrisha mazuri na kukataza mabaya ni kazi nzito. Kila mtu atakuwa na uwezo wa kufikia. Yaani ukiamrisha mazuri na kukataza mabaya ni mfano wa mtu uko na nyumba ya vioo, unawapiga watu mawe. Uko kwenye nyumba ya kioo, acha unawapiga watu mawe. Watu kwa sababu kwenye nyumba za udongo wakikurudishia mawe, huna pa kulala usiku. Na wewe ukiwa sheikh, ukiwa dai, ukiwa imam, ukiwa mwenye kuamrisha mazuri kukataza mabaya, ujue utapata mawe mengi na watu watakuchunguza kwa kila ufanyalo ili wakupate na wewe wakuangushe. Wewe unawagusia, wanawachukiza, inabidi na wao watafute litakalo kuchukiza. Huyu jamaa, je, huyu hivi, huyu afanyaje makosa? Huyu sheikh afanyaje makosa? Hafanyi kosa hata moja. Mchunguzeni na yetu, tumsomee, tumwanike. Wao wanadhani kama wewe kutoa mawaidha kwako ni kuanika, kumbe unawatakia kheri. Wanadamu wanafahamu vibaya. Almuhimu, fahamu kama mzee Luqman alipomfikia mtoto wake kumnasihi awe mwenye kuamrisha mazuri, kukataza mabaya, alimwambia wasbir ala ma asabaka. Mtoto wangu, jua ukijifanya tu shekhe, imamu, mwalimu, ustadhi, jiandae na kusubiri. Utapigwa mawe mengi, utasemwa sana, utachukiliwa sana, utatetwa sana. Kwa hiyo ndugu yangu, usishindwe kuamrisha mazuri eti watu wanakuchukia. Usishindwe kufikisha da'wa eti watu watakuchunguza. Usishindwe kufikisha da'wa eti kwamba na wewe una makosa yako. Fikisha na usubirie atakayokusibu yote. Mzee Luqman alimnasihi mtoto wake hivi kwenye sura Luqman aya 17. Alkhamis, jambo la mwisho katika mambo ambayo anastahili kujihimiza kwayo mwenye kuamrisha mazuri, an yakuna amilan bima ya'muru bih. Jitahidi yale unayoamrisha yafanye na wewe. Jitahidi yale unayoamrisha yafanye na wewe, likaila yu'ayyara bih, ili usiaibishwi, kwa wa kwanza wa kufanya. Man khalafat aqwaluhu af'alahu kanat af'aluhu aqwalahu. Allahu akbar. Mwarabu amesema neno likubwa. Atakaye khalifiwa, au yule ambaye vitendo vyake au maneno yake yatakhalifu vitendo vyake, basi vitendo vyake vitakuwa kauli zake. La ilaha illallah. Yani manake ikiwa maneno yako ni kinyume na vitendo vyako, man khalafat aqwaluhu af'alahu swarat af'aluhu aqwalahu. Eti yule ambaye maneno yake taenda kinyume na vitendo vyake, basi vitendo vyake vitakuwa kauli zake. Haya maneno ya maana gani? Sikia maana yake. Maana yake ni nyepesi tu.
yule ambaye kauli zake zitakhalifu vitendo vyake, vitendo vyake vitageuka kauli zake. Man khalafat aqwaluhu af'alahu sarat af'aluhu aqwalahu. Ukiwa unatamka mazuri lakini unafanya vitendo vibaya, maana yake kauli zako zimekhalifiana na vitendo vyako. Sawa? Kwa kauli zako ni nzuri, vitendo vyako ni vibaya. Anamalizaje mshairi? Anasema swarat af'aluhu aqwalahu. Vile vitendo vyako ndio vinakuwa kauli zako. Yaani maana yake vile vitendo si vibaya, kauli si nzuri, zile kauli zako zitabadilika, hazitakuwa nzuri, zitakuwa ni mbaya. Maana yake ukitoa mawaidha unawaambia watu mazuri na unafanya kinyume na yale mazuri, basi watu wakikutizama kisha unatoa mawaidha wataona tu unatoa mawaidha mabaya. Maana yake zile kauli zako zitageuka vitendo vyako vibaya. Maana yake anamaanisha hivi mshairi, yale maneno yako hayatasikika, zile kauli zako hazitasikika, hazitokuwa nzuri. An yakuna amilan bima ya'muru bihi. Anakushauri Abu Layth Samarkandi, anakuambia jitahidi unapoamrisha mazuri na unapokataza mabaya, anza kuyafanya wewe mazuri na kuacha yale mabaya. Likai la yuayyara bih, ili usiaibishwe kwayo, usiaibishwe, usitukane, usitiliwi dosari kwa yale mabaya unayofanya kinyume na unayoamrisha. Na ndio maana Abul Aswad At-Tuali aliimbaga katika hii point, akasema la tanha an khuluqin wa ta'tiya mithlahu arun alayka idha fa'alta adhim. Anasema usikatazi tabia na wewe ukaifanya mfano wake, ni aibu kwako, ulifanya jambo ambalo ni kubwa. Ni aibu kwako, ulifanya jambo ambalo ni kubwa. Unakataza tabia fulani, maana tabia ni mbaya, kisha wanakuona wewe unafanya. Arun alayka, ni aibu kwako jamaa, ulifanya likubwa kweli. Na nimemsikia mzee hapa, Allah amrehemu, kwenye kaburi lake ametoa mfano mzuri sana katika hii point. Anasema eti alwalid Sheikh Yusuf Mahmud, Allah amrehemu, anatoa mfano, anasema eti wewe shekhe ukiwakataza watu ukawaambia kwamba kuwa na kimada ni haramu, kisha na wewe mwenyewe uko na kimada wako, watu watazani kwamba uliwakataza habari za vimada, waache vile vimada vyao vyote, wewe unachukua na vile vimada uongeze kwa kile chako kimoja, uwe na vile. Inna hadha akhi lahu 99 na'ja waliya na'jatu wahida faqala akfilniha. Utaingia kwenye kisa cha Daud, ule mtu akaja akamwambia, huyu ndugu yangu na mbuzi 99 za kike, anataka na mimi muongeze mbuzi yangu moja ya kike awe na 100. Maana yake kuna wake 99, anataka amchukue na mke wangu tena awe na 100. Huko na kimada wako wewe shehe, na unatolea watu mawaidha waache vimada, maana wataelewa nini? Anataka tuache na vya kwetu, achukue vyote ameze. Kwa hiyo dai unapoamrisha mazuri na kukataza mabaya, kwa kwanza kufanya yale mazuri na kuacha yale mabaya. Kama ukufanya hivyo utaaibishwa. Anasema nini sasa huyo? Watu wanasema anasema nini? Anasema yanafanya wala yadkhula tahta qawlihi ta'ala, ili usiingie chini ya kauli ya Allah tabaraka wa taala kusema atamuruna an-nasa bilbirri wa tansawna anfusakum, mnaamrisha watu mazuri mnasahau nafsi zenu. Sura al-Baqara aya 44. Abul Aswad Ad-Duali ana mashairi marefu kidogo aliimba ya kunaswihi katika hii pointi. Anasema ya ayuha ar-rajul al-muallim ghayrahu halla li nafsika kanat at-ta'lim, halla li nafsika kanat at-ta'lim, ibda bi nafsika tanhaha an ghayha
فإذا انتهيت عنه فأنت حكيم. فهناك يقبل ما تقول ويقتدى بالعلم منك وينفع التعليم. تصف الدواء لذي السقام من الضنا كيما يصبح به وأنت سقيم. وأراك تلقح بالرشاد عقولنا نصحا وأنت من الرشاد عديم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. من نصيحة vizuri Abu al-Aswad ad-Du'ali anasema, ewe wewe mwenye kumfundisha mwenzako, ungeanzia nafsi yako kwanza, ndio ungekuwa mjuzi. Shekhi mwenye kufanya uovu, huyo ana elimu. Mtu mwenye elimu ni ule ambaye anafikisha na anafikishia roho yake. Ukimwona mtu anafikisha lakini yeye ni mfanya maasi, huyo hana elimu. Hata akidai kama yuko na elimu, hata akidai kama ana madigrii amebeba. Anaendelea anasema, ibda binafsika fanhaha an ghayyiha, yanzie nafsi yako uikataze uovu wake. Kila mtu nafsi yake ina uovu Sheikh. Inna nafsa la ammaratun bisu, Allah anasema kwenye Qur'an, hakika nafsi huamrisha mwenye nayo mabaya. Kwa hiyo anza na kupigana nafsi yako. Sina gisi zetu zinatuamrisha mabaya, unatunaswihi na yako sinakuamrisha mabaya, piganisha kwanza nafsi yako. Fa idha intahaita anhu fa anta hakim, ukiweza kuikwamua nafsi yako, wallahi uko na hikma. Mtu mwenye akifikisha na yeye amejikwamua, ana hikma huyo. Unamtafuta mtu wa hikma wapi? Fahunaka yuqbalu ma taqulu wa yuqtada. Ukiwaambia watu kwa ulimi na kwa vitendo, watakubali usemayo, bali watakuigia. Bililmi minka wa yanfa'u ta'alimu, wataigia elimu yako na zile taaluma zako zitawanufaisha. Anashangaa Abu al-Aswad ad-Du'ali anasema, unasifia dawa, unampa mtu dawa na wewe uko na ule ugonjwa. Sasa kushakia shekhi, tamwambia unataka kunipa sumu. Wewe jifikirie unaenda kumtembelea mtu, tumbo limemkamata kweli kweli, anakuletea dawa kwamba hii ndio dawa ya tumbo. Wewe unafika pale kumtembelea, yeye tumbo kwanza limeshamtepetesha, limeshamtabanisha tumbo. Unaenda kumtembelea kwamba mimi naona bano na tumbo, nakwambia niko na dawa ya tumbo. Sasa wewe ushainywa bwana, ushainywa kwanza. Mimi sijainywa, sinakupa wewe, hauwezi ukanywa. Tena wewe unataka kukua huyu. Huyu ni mrozi huyu. Ndio Abu al-Asad anasema, mtu mwenye kutoa mawaidha kisha yeye hafanyi ni mfano wa tabibu anawapa wengine dawa, yeye hatumii. Wa araka tulqihu birrashadi uqulana, tunakuona unasafisha akili zetu kwa naswaha. Nushan wa anta min arrashadi adimu, unatupa naswaha wewe mwenyewe kwenye uongofu humu, haumo kwenye uongofu. Usikatazi tabia ukafanya mfano wake, ni aibu kwa kuifanya jambo la maajabu likubwa. Hayo ni mambo matano yashikilie kwa magego wewe dai. La kwanza, yaandike kama yamekupita. Usifanye jambo mpaka ujue kama ni sahihi. Ulizia kama hujui. Hiyo ni sahihi, fikisha. Pili, usifanye jambo mpaka uchunguze nia yako ni kwa sababu ya Allah. Ikiwa ni kwa sababu ya Allah, fanya. Kama kuna vitu vimeziwia kumkusudia Allah, acha. Pili au tatu, jitahidi uwe na upole katika kumnasihi mtu. Ujulikane kwa hilo mwanzo wako katika dawa, uwe mpole. 4, jambo la 4 katika dawa yako ili inufaike, una watu wanufaike, uwe mwenye subira na uwe mwenye usawa. 5, anza kulifanya wewe. Inasemwa kwa Al-Hasan al-Basri kwamba
alikuwa ni mzungumzaji mzuri, alikuwa ni mtoaji wa mawaidha mzuri, na wengine wanasema ni kutoka Ibn Jauzi. Wanakwambia alikuwa akitoa mawaidha, akitaka kuwaliza watu anawaliza, na akitaka kuwachekesha hapo hapo anawachekesha. Watu wanalia sasa hivi, machozi yametoka, anawabadilisha, anawapeleka kwenye ulimwengu wa kucheka. Walimfuata wenye kumfuata, wakamwambia, Imam, wewe ukitaka kubadilisha jambo lolote mjini kwetu libaya, hutuba tu moja kwa hikma zako na nasaha zako na ufasaha wako inabadilika. Ukitaka kuwanasihi watu mjini kwetu kwa jambo lizuri, kwa hutuba tu moja, ufasaha wako wanalichukulia. Sasa kuna jambo ambalo limezagaa mjini, matajiri wanatesa watumwa. Tulikuwa tunaomba ututolee mawaidha, ututengenezee hutuba kuhusu kuwafanyia watumwa kheri, tuone kama watajiri wetu, wabosi wetu watatuhurumia, tumeteseka sisi watumwa. Hasan al-Basri akaambia, Aljumaa, hii Jumaa njooni. Ijumaa watumwa wakajiandaa, mpaka watajiri wakashangaa, mabosi wakashangaa. Watumwa sio wajibu kwa kusali. Nini ni leo watumwa? Mbona wako wagomvi, hawaelewi, wakorofi? Mnaenda kusali nini? Twendeni. Kumbe wanaenda kusikia hutuba na kipondo cha matajiri. Hasan hakuzungumza kitu hata kimoja kuhusu watumwa na matajiri. Wale watumwa wakarudi wamekasirika kweli, wakamlaumu sana al-Imam, umetuahidi Ijumaa, mbona haukufanya kitu chochote? Imamu hakuwajibu. Wakasema labda Ijumaa nyingine atatimiza ahadi. Kwenda hivi tena hakutimiza. Watumwa wakachukia sana, hao wametudharau kwa sababu na sisi ni watumwa, au kwa sababu na yeye katika makamu ya watajiri, au na yeye na watumwa wake, na zana nyingi ambazo zinatembea kwa wanadamu, hata kwa mashehe wao. Ijumaa ya tatu akaandaa hutuba kweli kweli, ametoa hutuba mpaka tajiri ambaye yuko msikitini anasikia, anatetemeka, na kama kiama kimeenea, anatamani lau Ijumaa iishi ni wewe mbio kumfanyia mtumwa wangu khairi. Akipiga upande wa kushoto anakutana mtumwa wake naye akuja msikitini. Matajiri wakalia, kumbe ndio magomvi na magumu na adhabu na vipondo kwa mtu mwenye kufanyia watumwa wake vibaya na watumishi wake. La ilaha illa Allah. Kila mtu akaijia nafsi yake, nitamwacha mtumwa wangu uhuru. Watu wakabadilika, watumwa wakapata uhuru mkubwa sana, mashallah, wakafurahia ile hutuba ya imamu. Wakamwambia, lakini imamu, tuambie, hii hutuba ungetoa Ijumaa ya kwanza, kwa nini ukuitoa? Basi ya kwanza tumekusamea bani, kwa nini ukutoa ya pili mpaka utucheleweshe ya tatu? Tushateseka sana. Akamwambia, jamani, kilicho nikataza mimi kutoa hutuba kutoa hii mada kwenye hutuba ya kwanza na ya pili ni kwa sababu hutuba ya kwanza nimetafuta pesa, nimiliki mtumwa, nianze mimi kwanza kwenye nafsi yangu kumfanyia kheri, ndio nje kutoa mawaidha, nikawa sina hela za mtumwa. Nikatafuta Ijumaa ya pili, sikupata hela. Hii Ijumaa ya tatu ndio nimempata mtumwa, ndio nikaja na mimi kuja kuishi naye, nikamfanyia kheri na baraka, nikamfanyia wema, nikamwacha uhuru, ndio nikaja kuwazungumzisha watu kwa yale ambayo nimefanya nafsi yangu. Kwa Hasan kwa hiyo al-Imam akaonyesha kwamba kusema mawaidha yafike, msidhani ufasaha mwingi. Anawaambia msione kama hawa watu kunisikia mimi ni ufasaha mwingi, la, ni kwanza mimi niweke kwenye vitendo, na wewe kama unawafikishia watu wakusikii, chunguza, je, unafanyaga? Dalili ya 99 katika mlango wa kuamrisha mazuri na kukataza mabaya. Warawa Anas ibn Malik radhiyallahu anhu an nabii sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Anas ibn Malik anapokea kutoka Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, raaitu laylata usriya bi ila as-samai rijalan tuqrabu shifahuhum bil maqarid. Anasema kipindi nilipopandishwa mbinguni, nimeona watu midomo yao inakogotwa na kuchanwa kwa ndoano. Fakultu man haula ya Jibril, nikamuuliza Jibril, wakina nani hao? Isra na Miraji. Mtume anaona watu sallallahu alaihi wasallam
wanaadhibiwa katika kaburi zao, huchanwa midomo yao. Anamuuliza Jibril ambaye ndio mwenyeji wake, wakina nani hawa? Ni watu gani hawa? Walifanya nini mpaka wao katika hii hali? Qali, anamjibu anamwambia, khutabau ummati, hao watu wa mawaidha wa umati wako, alladhina kanu ya'muruna an-nasa bilbirri wa yansawna anfusahum, wale ambao walikuwa wakiamrisha watu mazuri wakisahau nafsi zao. Wahum yatluna alkitab, wao hao ndio wanasoma kitabu, wanajua lizuri na libaya, lakini wanafanya libaya, wanaacha lizuri. Fala yaqilun, hawana akili. Tumesema kule nyuma kwamba afala taqilun, ikija harfu istifham kwenye jumla ya kukataza, jumla ambapo kwa nahi, Waarabu wanakuwa nafaidisha kama kuna kitu mahadhuf, kuna kitu kimevutwa. Ajunintum falam taqilu, ukiamrisha mazuri huyafanyi, basi wewe ni mwenda wazimu, huna akili. Ndo katika hadithi hii fala yaqilun, adhabu ya makhatib, ya watu wa mawaidha ambao wao wanafanya kinyume, kwenye kaburi lao watakuwa na chanwa midomo kwa sababu hawana akili. Naam, hii hadithi huenda mtu anaweza kataka kujua hukumu yake. Anasema mwandishi wangu hapa aliyehakikisha kitabu changu, aliyekifanyia kazi kitabu changu, anasema hasan, akhrajahu Ahmad. Hadithi nzuri hii, ameandika Imam Ahmad kwenye juzuu ya 3 karatasi ya 120, wa Ibn Hibban fi sahihi, Ibn Hibban naye kwenye sahihi yake juzuu ya 1 karatasi ya 249. وقال الألباني في صحيح الجامع، الإمام الألباني anasema kwenye صحيح الجامع karatasi ya 129 au hadithi ya 129, hadithun hasan. Imam Albani ameipendezesha hadithi, kwa hiyo ni sahihi. Basi wenye kutoa naswaha na wenyewe azifanyi wasikia adhabu za kaburini kabla ya siku ya Kiyama. Hii ni adhabu ya kaburini, kuchanwa midomo ni adhabu ya kaburini. Ama siku ya Kiyama ndo ile imekuja katika Sahih Bukhari, tumewahi kuashiria, tunairudilia tena hapa. Yu'ta bi rajulin yawma al-qiyama, ataletwa mtu siku ya Kiyama, fatandaliqu aqtabu batnihi, moto tamuunguza mpaka tumbo lake litapasuka, matumbo maini katika tumbo lake vitaporomoka chini. Atasikia maumivu, atazunguka kwenye moto wa Jahannam, iko nalia. Watu wa motoni wanasema, jamani, kweli sote tunaadhibiwa, lakini huyu ndugu naye adhabu yake nayo imekuwa kali, tumfate tumsikize. Wakimjongelea utakutana ndio ule mwalimu wao, ustadhi wao, shekhe wao, imamu wao, mtu anaswaha wao. Allahu akbar. Watamwambia, ndugu yetu, ni aje, mbona wewe sio ulikuwa tuamrisha mazuri tukasema mabaya? Atawaambia, naam, kuntu amurukum wala ati wa anhaakum wa ati, mimi nilikuwa nakuamrisheni mazuri lakini siyafanyi, na kukatazeni mabaya na yafanya. Ndio matokeo yangu haya. Al-Imam Abu al-Layth as-Samarqandi rahimahullah anasema, yani yatluna kitab Allah wa hum la ya'maluna bima fihi, ni wale ambao wanaosoma kitabu cha Allah lakini hawafanyi yale yanayopatikana ndani mwao. Waqala Qatada, anasema Qatada, mmoja katika matabiina wema, dhukira lana anna fi at-Taurati maktuban, imeandikwa au tumeambiwa kwamba kwenye Taurati imeandikwa, ya ibn Adam, mwanadamu, tadhkuruni wa tansani watad'u ilayya wa tafiru minni fabatilun ma tadhhabuna ilayhi. Qatada huyu ni thiqa, hadithi zake ameziandika Imam al-Bukhari na Muslim, anakubalika Sheikh, sio mtu wa bid'a. Anasema
tumeambiliwa kwamba imeandikwa kwenye Taurati. Ewe mwanadamu, unanikumbuka na unanisahau. Kwenye chapa yangu pako kosa tadhkuru bi, lakini nimejisaidia kwenye chapa nyingine tadhkuruni wa tansani. Mwanadamu, unanikumbuka na unanisahau, kana kwamba Allah anamwambia mwanadamu, ewe mwanadamu, unanikumbuka na unanisahau. Watad'u ilayya watafiru minni, unawaita watu kwangu, wewe unanikimbia. Fabatilun ma tadhhabuna ilayhi, ni batil hayo ambayo umeenda kwayo, ni batil hayo ambayo mmeenda kwayo. Kwa hiyo mtu mwenye kuwalingania watu, yeye anafanya kinyume, mfano wake ni mfano wa huyo mtu hapa. Unamkumbuka Allah na unamsahau. Pale pale unawalingania watu, tunakuwa mkumbuka. Pale pale unafanya makosa, tunakuwa msahau. Unawaita watu kwa Allah tabaraka taala, pale penye wewe hufanyi, tunakuwa mkimbia Allah. Ndio jibu nasema fabatilun ma tadhhabuna ilayhi, hayo ambayo umeenda kwayo ni batil. Dalili ya 100 ya kutunasihi kufanya kazi njema ya kuamrisha mazuri na kukataza mabaya. Hii kazi kama ulikuwaga huna nayo, njoo ichukue, na kama ulikuwaga uko nayo, boresha usidishi. Ni kazi njema sana wallahi. Anasema warawa Abu Muawiyah al-Fazzari biisnadihi ani nabii sallallahu alaihi wasallam annahu qala, kwa upokezi mpaka mtume anasema, antumul yawm ala bayinatin min rabbikum, yani ala bayanin min rabbikum qad bayyana Allahu ta'ala tariqakum. Eti mtume anasema, nyinyi leo mko kwenye weupe, yani Allah alikubainisheni kila kitu, njia yenu imebainika. ma lam tadhhar fikum sakratani. Eti mtume anambia maswahaba, nyinyi maswahaba zangu, leo nyinyi mko kwenye njia iko wazi, Allah amekubainishieni, maadamu hamjadhihirikiwa na vilevi viwili, sakratul aish wa sakratul jahl. Kuna ulevi wa aina mbili, ni ulevi mbaya sana hata kuliko wa pombe, ulevi wa maisha. La ilaha illa Allah. Unajua, kumlingania tajiri, kumlingania aliyeshiba, anakuwa ni mlevi kuliko hata aliyekunywa pombe. Hadithi hii wala usiniulizi ni sahihi au ni dhaifu katika hii sehemu, wewe sikia tu kwamba hadithi inasema ulevi wa shibe nao ni mbaya. Nilikuwa nasikia mtu anasema hili neno, nilikuwa sijaelewa, hapa ndio nalipata. Ulevi wa shibe ni mbaya kuliko hata ulevi wa pombe. Mtu akishiba akafanya maasi, ukienda kumlingania ndio anakuona kufwe, anakuona kwamba hauna akili, yani maana yake mwenda wazimu, punguani, akili ziko miguuni. Ndio kisa kuona mtu mwenye maasi ameshiba zake, tajiri, kwenda kumlingania. Sakratul aish wa sakratul jahl, ulevi wa maisha, ulevi wa ndururu, ulevi wa mkwanja. Mtu yuko na hela yake, anapokea vizuri kwenye mwezi, mwisho wa mwezi, tumwambia nini wewe kabwela? Na ulevi wa ujinga, la ilaha illa Allah, ulevi wa ujinga. فأنتم اليوم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. Nyinyi maswahaba zangu leo mko na wasa na nafasi ya kuamrisha mazuri na kukataza mabaya. Watujahiduna fi sabilillah, bado mko na wasa na upana wa kujitahidi wa kupigana jihadi. Wasatuhallawna asema wasatuhawaluna an dhalika idha fasha fikum hubbu dunya, mtaondolewa katika afya ya kuamrisha mazuri na kukataza mabaya, kuwa wema,
mtaondolewa pindi kutazagaa baina yenu kupenda dunia. Ulevi sasa ule utajiri. So ukiwa na mapato ni vigumu kuwa mwema. Ndio maana watu duniani wapenda sana utajiri sana. Mpaka nimsikia mtu mmoja anasema, "Ai bana, mimi wallahi kufa maskini, bora ningeingia motoni kwanza kidogo." La ilaha illa Allah. Subhanallah. Nimsikia mtu anasema hivyo, Muislamu Sheikh. Anaambia kama Mungu amenipangia mimi kuwa duniani maskini, bora basi angenibadilisha nisiingie peponi mwanzo, niingie motoni kidogo, lakini anipeka dunia kangu. We ndugu yangu mpungufu wa akili, dunia ina nini? Dunia ina nini? Wallahi watajiri ambao wameishi kwenye dunia kwenye raha tele, siku ya kiyama Sheikh, watakapoona maskini wanaingia peponi kabla yao kwa miaka 500, watatamani lau wangelikuwa wao hawakupatanga duniani raha hata siku moja. Acha kuingia motoni Sheikh, kubakia kwenye uwanja wa hesabu, unafanyiwa hesabu ya pesa yako inatosha kuwa adhabu. Watajiri watatamani lau wasingelikuwaga matajiri duniani, siku wataona akhera habari gisi nzito. Alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimu salah wa atu zakah falamma kutiba alayhim alqitalu idha fariqun minhum yakhshawna an-nasa ka khashyati Allah aw ashadda khashya وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. watu wenye kupenda dunia wakifikiwa na kifo wanamwambia Mola, tucheleweshe kidogo tuishi kwenye dunia yetu. Sikia kisi Allah tawajibu, kul mata'u dunya qalil wal akhiratu khayrun liman taqa wala tuzlamuna fatila. Nyinyi mnaogopa kufa, maisha ya duniani si mafupi, hata uishi aje ni mafupi tu, lakini akhira ndio bora. Wala tuzlamuna fatila, hamtodhulumiwa hata punje. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada, popote mlipo mauti itakukutaneni hata mmejificha kwenye mangome. Inasemwa kwamba Nuh alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam aliishi duniani miaka 1050. Inasemwa hivyo. Walimuuliza Nuh, wewe ndio ambaye umeishi duniani miaka mingi, tupe siri ya duniani, tupe utamu wa duniani, kwa sababu watu wanapenda kuishi maisha ya duniani marefu. Sasa wewe ndio umeishi maisha marefu, kuna utamu gani? Kuna siri gani duniani? Akasema dunia hamna ujanja isipokuwa ni mfano wake, ni mfano wa nyumba. Umeingilia kwenye mlango katokea kwenye mlango mwingine. Unao nyumba, uliingia kwenye huu mlango kisha katokea kule. Kuna nini huko kwenye nyumba? Hamna faida yoyote. Na ndio dunia. Umeingia kwenye mlango wa kuzaliwa, utatoka kwenye mlango wa kaburi. Siku mtapewa ulevi wa kupenda maisha, fala ta'muruna bil ma'ruf wala tanhauna an munkar, itafikia hatua hamtokuwa mnaamrishana mazuri na kukatazana mabaya. Ukiwa tajiri, ukiwa na mapato mengi duniani, huwezi ukafanya khairi Allahumma isipokuwa wachache ambao Allah aliwatakia khairi. Watujahiduna fi ghairi sabilillah. Ukiwa na mali utakuwa unapigania kinyume na njia ya Allah. Walqaimuna yawma idhin bil kitab sirran wa alaniya kasabiqina alawwalina min almuhajirin wal ansar. Siku ambapo dunia itakuwa imesagaa, dunia itakuwa ilichangamka, watu watakuwa waamrishi mazuri, hawakatazani mabaya, watu watakuwa hawafanyi juhudi kwenye dini ya Allah. Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, siku hiyo watu ambao watakuwa kwenye dini, kwenye msimamo, wanashikilia kitabu siri na dhahiri, hao watakuwa mfano wao ni kama mfano wa maswahaba wa Madina na maswahaba wa Maka. Hadithun mawdhu', hadithi mpachiko, akhrajahu Abu Nu'aym fil Hilya
kaiandika Abu Nuaym kwenye Hilya juzuu ya 8 karatasi 47 48 min hadithi Aisha radhiyallahu anha. Hadithi Aisha qala al-Albani fi dhaif al-Jami', asema Imam al-Albani juzuu ya 4 karatasi ya 39 maudhui mpashiko. Hadithi sio kweli, ni uongo, lakini maana yake ni sahihi ndugu. Utajiri na ulevi wa shibe, ulevi wa kushiba ni mbaya kweli. Sisi tunawashuhudia, sisi wenyewe tunawashuhudia walevi wa shibe na walevi wa pombe. Sisi tunafanya dawa. Mlevi wa pombe ukimshika kwa nguvu, kamkogota, ukamsukuma, si anaanguka, lakini mlevi wa shibe haanguki, na matusi atakutukana na kukupiga. Ukitizama maana kupiga, anakupiga. دليل يمين نقول دليل يمين نموذج. وروى الحسن رحمه الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، حسن البصري طبعا صلى الله عليه وسلم مسمى: من فر بدينه من أرض إلى أرض وإن كان شبرا فقد استوجب الجنة. atakaye kimbia kutoka kwenye ardhi yake kuelekea kwenye ardhi nyingine, hata kukimbia sawa na kitanga. Yaani maana yake ulikimbia ukahama, ukatoka kwenye upo ukaenda sehemu nyingine, hata iwe ni padogo penye ulihama, umepata pepo. Ukiwa umekimbia kwa sababu ya dini yako, hata iwe ni sehemu ndogo, unapata pepo. Mfano uko kwenye kijiji kina maasi, ukahama kijiji kingine, unapata pepo. Mfano mtu akasema, mbona hadithi inasema shibri sawa na kitanga? Sawa na kitanga. Mfano unaweza kuwa una mume wako anapenda kusikia muziki, mume wako anasikia muziki, kaweka barazani muziki mdundo, ukahama ukatoka barazani ukaenda chumbani, pepo unapata. Au yuko chumbani asikia muziki ukakimbia barazani, pepo unapata. Au yuko ndani asikia muziki ukatoka ukaenda uani usisikie, pepo umepata. Kwa hiyo ukihama maasi unapata pepo. Wakana rafiqa Ibrahima wa Muhammadin alayhima salatu wassalam, na peponi utakuwa warafiki zako ni Ibrahim na Muhammad, utakuwa rafiki zako. Yani wewe kama umemkimbia mtu wenye maasi au ulikimbia kijiji chenye maasi, utaingia peponi na marafiki zako, watu ambao utakuwa ndio upande wa kulia wako peponi, Ibrahim na Muhammad, Allah wasalie na wasalimishe. حديثه أخرجه أبو عمرو الداني في كتابه السنن الواردة في الفتن من قول عمرو بن دينار. في حديث si maneno ya Mtume صلى الله عليه وسلم, lakini maneno ya Amri ibn Dinar, mmoja katika wapokezi wa al-Imam al-Bukhari na Imamu Muslim. Anakufasiria kidogo hii hadithi ya al-Imamu Abu al-Layth, anasema yani anna Ibrahima hajara min ardi Harran ila ardi Sham, wa huwa qawluhu ta'ala wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwa al-azizu al-hakim, sura al-Ankabut aya ya 26. Kwa nini utakuwa rafiki ya Ibrahim? Kwa sababu Ibrahim amekimbia akahama ardhi ya Harran akakimbilia Sham. Kutoka Harran huko Syria akakimbilia Sham, akakimbia maasi ya Harran akaenda Sham, baada ya kuvunja visanamu na wakamtupa kwenye moto, akawakimbia, akamwambia mimi nakuacheni, inni muhajirun ila rabbi, na hama kuelekea kwa Mola wangu, kwa sababu Mola wangu ni mwenye upendo, mwenye nguvu, mwenye hikma. Waqal, na akasema tena kwenye sura As-Saffat aya 99, inni dhahibun ila rabbi sayahdin, mimi ninakwenda kwa Mola wangu ataniongoza. Yani ila taati rabbi wa ridah, yani mimi naelekea kwenye taa ya Allah na ridha zake. Ameama maasi Sheikh,
Wakad hajara nabiyu sallallahu alaihi wasallam min Makkah ila Madina, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alihama kutoka Maka kuelekea Madina. Wahjuruhum hajran jamila, wahame muhamo mzuri. Kwa hiyo na wewe jitahidi uhame mtu mwenye kufanya maasi, uhame kijiji cha maasi. Usisemi sasa hapa ndipo kazi yangu, nikihama hapa nakula vipi? Siku umezaliwa ulikuwa nakula vipi? Ulipokuwa kwenye tumbo la mama yako wewe ulikuwa nakula vipi? Na hii ni naswaha kubwa sana kwa wale wanawake ambao wanaishi na wanaume hawafai. Sana mwanamke anaishi na mwanaume mushiriki, mfumu, mchawi, mrozi, anavumilia tu. Kafiri anavumilia. Mwanamke anaishi na mwanaume mzinifu, anavumilia tu. Anasema jamani, mimi taenda wapi? Hawa watoto wote nawapeleka wapi? Sitaki kuchanga watoto. Abu Layth anakunasiha, anasema وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة فمن كان في أرض ظهر فيها المعاصي فخرج منها ابتغاء مرضات الله فقد اقتدى بإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم ومحمد صلوات الله وسلامه عليه. Atakayeama ardhi akayahamia nyingine akikimbia maasi kwa kutaraji ridha za Allah tabaraka wa taala, atakuwa muigia Ibrahimu nabii na Muhammad, Allah wasalie wasalimishe wote wawili. Fayakunu rafiqahuma fil akhirah fil janna, kwa utakuwa rafiki wao wawili peponi. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, pia Allah tabaraka wa taala kalisapoti hilo jambo kwenye Qur'an, anasema ومن يهاجر ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. ومن يخرج من بيته, atakayetoka nyumbani kwake, muhajiran, akihama, ila Allah wa rasulih, akihama kwa Allah na mtume wake, thumma yudrikuhu almautu, kisha kadirikiwa na mauti, faqad waqa ajruhu ala Allah, basi ajue ujira wake umeanguka huko kwa Allah, aliupata. Kana Allahu ghafura rahima, na Allah ni mwenye kusamehe, mwenye huruma. Sura An-Nisa aya 100. Yani man yakhruju ila ta'ati Allah wa rasulih thumma yamut, atakayetoka kwa sababu ya taa ya Allah na mtume wake kisha akafa, faqad wajaba thawabuhu ala Allah ta'ala, ajue kwamba huyo thawabu zake amezipata kwa Allah tabaraka wa taala. Dalili ya 102, Imamu Abu Layth As-Samarqandi rahimahullah akituhamasisha tuwe kwenye kazi njema ya da'wa. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, anasema mtume, ayyuma muslim خرج من بيته مهاجرا إلى الله تعالى ورسوله ووضع رجله في غرز راحلته ولو خطوة واحدة ثم نزل به الموت أعطاه الله مثل أجور المهاجرين. Muislam yoyote atakayetoka nyumbani kwake akihama kwa sababu ya Allah na mtume wake, akaweka mguu wake kwenye kamba ya kipanda chake, wala ni japo ni tambo moja, akafa, Allah tampa ujira wa masahaba wa Makkah. Wa ayyuma muslim yakhruju min baytihi qasidan fi sabilillah fawaqasathu dabbatuhu قبل القتال أو لدغته هامة أو مات كيفما مات فهو شهيد. Muislamu yote atakayetoka kwenye nyumba yake akikusudia kwenda kwenye jihadi kwenye njia ya Allah tabaraka taala, akawa alikanyagwa na kipandwa chake au kafanya aksida
au akadokolewa na nge au nyoka au akafa kifo cha atataka kufa, almuhimu yuko anaenda kwenye jihadi japokuwa hajafika, huyo ni shahidi. Wa ayyuma muslim kharaja min baitihi ila baiti llahi alharam, Muislamu yeyote atakayetoka nyumbani kwake anaelekea Makka, kwenye nyumba ambayo kumeharamishwa vitu ambavyo ni halali kwenye sehemu zingine, thumma nazala bihi almaut qabla bulughi, unaelekea Makka, lakini malengo yako kwenda Makka ni malengo mazuri ya hija, ya umra, ya tarawih msikitini, ya ibada. Ukafa hujafika Makka, aujaba Allahu ta'ala lahu aljanna, basi jua kwamba Allah kalazimisha pepo ni ya kwako. Allah kalazimisha pepo ni ya kwako. Dhaifu kharaja huwa Abu Daud, usifurahi ukacheka mpaka kuonesha meupe. Hadithi hiyo dhaifu aliandika Imam Abu Daud 2499, والحاكم في مستدركه، الحاكم جزء ya pili karatasi ya 88, من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال الألباني في ضعيف سنن أبي داود ضعيف. مو الألباني كسمها لا تفرح به، usifurahie hadithi kaenda Maka kujiua, ni dhaifu, inabidi upendezeshe vitendo vyako. Nadhani kama Maka ndio utaingia peponi. Qala al-faqih rahimahullah ta'ala ومن لم يهاجر من أرضه وهو يقدر على أداء فرائض الله تعالى فلا بأس بأن يقيم هناك. Mtu mwenye atakataa kuhama kutoka kwenye nchi yake, labda nchi ya kikafiri. Unajua kuna hadithi Mtume swalla Allahu anatuambia tutoke nchi za kikafiri tuende kwenye nchi za Kiislamu. Sasa wewe ulishindwa kutoka kwenye nchi yako ya kikafiri, kwa nini? Kwa sababu kwenye nchi ya kikafiri si wanakuruhusu kutimiza wajibu za Allah. Sala tano vizuri, unasali mwanaume msikitini, mwanamke anasali hata nyumbani kwako vizuri. Saumu ya Ramadhani hakuna mtu anakuja kukulazimisha ule. Hija unaweza kwenda, zaka zako unazitoa vizuri na ukabakia kwenye kijiji chako kile kile, au kabakia pale ile sehemu yako, kwa sababu unaweza kufanya vitendo vingine vizuri. Wayakunu karian limaasihim fahuwa maadhur, lakini ukiona maasi hisi yanavyofanyika unakasirika, basi wewe umesameheka. Ikiwa kwenye nchi ambayo pako maasi, lakini ile nchi unaweza ukatimiza wajibu za dini, ukiona maasi tunafanya unakasirika, basi wewe umesameheka. Anza kuuliza swali, sasa nikiwa kwenye nchi ambayo hawaturuhusu kusali, sasa kwenye masomo ya leo sana watu wanaenda kwa masomo eti hawaruhusu kusali, hawaruhusu kusali, kisha mtu anaendelea na masomo kama haya. Maswali yanafikia huku sana Ulaya, eti watu kazini kwetu hawaturuhusu kusali. Inakuwa aje? Nafanya nachapa kazi na kuja kuzikomua zote nyumbani, hiyo kazi haijuzu Sheikh. Ukiendelea na hiyo kazi yako, au wewe ukiendelea unaishi katika hicho kijiji chako ambacho hawakuruhusu kufanya ibada za Allah, sikiliza hukumu yako. Wala sio kwenye hadithi. Usinambie hiyo hadithi itazame vizuri, nataka ni dhaifu. Qur'an, kwenye Qur'an Sheikh, msikilize Allah tabaraka taala anasema kwenye Qur'an. Ndio ni aya 96 pale, alladhina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Wale ambao watajiliwa na malaika kuwatoa nafsi, zalimi anfusihim, walikuwa naishi wanadhulumu nafsi zao, wanaishi kwenye maasi, hawawezi kumfanyia Allah ibada. Qalu fima kuntum, malaika watauliza nyinyi mmekuwa mnafanya nini mpaka muishi kwenye maasi na nyinyi mnayajua?
qalu kunna mustad'afina fil ardh, watawajibu malaika, watamwambia malaika, sisi tulikuwa tunajua kweli kama haya ni maasi, tulikuwa tunajua kweli tunaacha sala, tulikuwa tunajua kama makosa, lakini sasa tulikuwa hatuna uwezo, ni bosi wa kazi ametulazimisha, ni nchi yetu tumeipenda. Je, huyo udhuru wako wewe unapotolewa nafsi, Sheikh, usingoje kwanza motoni, unapokufa huyo udhuru wako na hiyo hoja yako itasikika? Tumsikilize Allah anasemaje. Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha, malaika watakuulizeni, je, hapakuwa nchi zingine muhame? Je, hapakuwa kazi zingine uende kutafuta kazi nyingine? Je, wewe ambaye una mwanamke muovu, uko na mwanamke mzinzi au mushrik, utaki kumwacha, hapakuwa mwanamke mwingine muovu? Wewe mwanamke ambaye uko na mwanaume muovu, hapakuwa mwanamume mwingine uolewe naye? Hausikiki hoja yako. Faulaika ma'wahum jahannam wasaat masira, motoni mnaingia. Hapo ni kwenye kuuliwa, unauliwa na simangwa moja na moto wa jahannam. Waruya an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala, inapokelewa kwa Abdullah ibn Mas'ud anasema, بحسب امرئ منكم أنه إذا رأى منكرا لا يستطيع تغييرا أن يعلم الله من قلبه أنه كاره. Ibn Mas'ud anasema inatosha mmoja wenu akiona jambo libaya hawezi kulibadilisha lile jambo libaya, basi Allah ajue kwenye roho yake kama amechukia. Maanake umefika kwenye nyumba ya watu, unaona wanafanya mabaya, ukijia kusema ndio unanyanguliwa, unatupwa nje, basi uchukie kwa roho. Umefika kwenye kijiji kina maasi, hauwezi ukasema utakutana na rais wapi, chukia kwenye roho, Allah ajue kama umechukia. وروي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وروي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه قال، inapokelewa kwa baadhi ya maswahaba walikuwa nasema, idha raa ahadukum munkaran la yastati'u nakira alayhi falyaqul thalatha marat, mmoja wenu atakapoona maasi hawezi kuyakaripia, basi aseme mara tatu, Allahumma inna hadha munkar, Allahumma inna hadha munkar fala arda bih, Allah, ili jambo libaya mimi siliridhi. Ndio mshindwa kulikataa. Ulimwona mwanamke amevaa vibaya kweli, huyu nikienda kumtolea mawaidha, huyu ataona kama mimi mpungufu, ukakasirika. Umeona mtu hakuja na sali, labda baba yako mama yako hasali, huyu mzee nikijitia kumwambia nimekukuta balaa mimi, ukachukia kwenye roho, kumwambia Allah, hili jambo ni libaya ya Allah, siliridhii, hili jambo kwa kwetu hapa nyumbani mimi siliridhii. فإذا قال ذلك فله ثواب من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. Ukisema tu maneno hayo, basi unapata thawabu za yule aliyeamrisha mazuri akataza mabaya. Maanake wewe ulimuona mtu mheshimiwa ambaye haiwezekani umwambie anafanya jambo libaya, ukasema Allah, hili jambo ni libaya mimi siliridhii, basi unapata ujira wa mtu mwenye aliamrisha mazuri akataza mabaya, ukiwa umeshindwa kufikisha. Dalili ya 103 nayo ni dalili ya pili mwisho ya kuhusu kumnasihi mtu kuamrisha mazuri kataza mabaya. Waruya an Amri bin Jariya al-Lakhami, kwenye chapa yangu. Kwenye chapa nyingine waruya an Umar ibn Jabir al-Lakhami an Abi Umayyah قال سألت أبو ثعلبة الخشني عن هذه الآية. أبي أمية تابعي أنا سوني مولزة صحابة متومة مهمة أبو ثعلبة الخشني وصي آية الله اسمه يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. kwenye Qur'an suratul Maida aya 105 kuna sehemu Allah anasema enyi mlioamini
kila mtu ausikamane na nafsi yake, kila mtu atazame nafsi yake, apiganie nafsi yake. Nikaona hii aya sina kataza ukimwona mtu anafanya jambo libaya usimwambii, maanake wewe pigana nafsi yake. Ndio si aya inaonekana uinje wake. Nikamuuliza sahaba anifasiri hii aya inatukataza tusimlinganie. Bora tukiwalingania watu wasema alaikum anfusakum, tizameni nafsi zenu jamani. Faqala laqad sa'alta anhu khabiran. Abu Thalaba kabla ya kumjibu akaanza kujisifu, kama hiyo aya hiyo umemuuliza mjuzi, wala yunabbiuka mithlu khabir. Maswahaba walikuwa na tabia, ikiwa kwamba kuna aya aliwahi kumuuliza mtume mubashara, kisha na wewe ukaja kumuuliza, alikuwa anza kujisifu kabla ya kujibu. Maanake hili jibu niko nalo safi kabisa. Hata Ibn Abbas kuna wakati alikuwa akienda kumuuliza, anasema wala yunabbiuka mithlu khabir, kwenye kauli ya Allah Subhanahu wa sura Fatir, hata kujibu isipokuwa mwenye habari, mwenye ilmu, mwenye mjuzi, ambaye ni mjuzi. Na hii inatuonyesha kwamba si vibaya kujisifu hayani baadhi ya siku, sometimes sio vibaya kujisifu. Baya tu ni pale, yani manake wewe umezoelewa kujisifu kadogo tu, kujisifu mpaka mtu mmoja alimsikia anajisifu anasema unataka kunichezea mimi. Hii ni bahari ya osea ya elimu, kwa hiyo osea ya elimu hii. Abu Thalaba akajisifia akasema sa'alta anhu khabira. Hapa ulipokuja kuuliza umefika. Falaqad sa'altu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, kwani kwa sababu hilo swali umeniuliza mimi, nimepata bahati ya kumuuliza mtume kuhusu hiyo aya. Je, hii aya inatukataza tusifanye dawa? Faqala, mtume akanijibu, ya Aba Thalaba, ewe baba Thalaba, baba mbweha, itamiru bil ma'ruf, amrishaneni mazuri. Maana hiyo aya, watanahaw anil munkar, katazaneni mabaya. Fa idha ra'aita dunya mu'athara, pindi utakapoona dunia imetangulizwa. Wa shuhan mutaa, pindi utakapoona ubakhili unatiiwa. Yani mtu anakuwa bakhili na anajivinjari, anajisifu kwenye ubakhili wake, anabana na anajisifu, si ndio wenye akili. Wa ijaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi, utakapoona kila mwenye rai anaona ya kwake ndio sawa. Yani manake yeye anaona kwamba yeye mimi nisema ndio ya ukweli, yenye wengine wamesema ni uongo. Alaika nafsa, hicho ndio kipindi Allah anamaanisha kila mtu bakia na nafsi yake. Utakapoona watu wanatanguliza dunia mbele, watu ni mabakhili na wanajisifu kwenye ubakhili wao, mtu anajiona kama yeye rai yake ndio sahihi, huyo usiende kumtolea mawaidha, achana naye, bakia na nafsi yako, huyo hata kusikia. Fa inna min ba'dikum ayyamu sabr, fa inna min ba'dikum ayyama sabr, baada ya hayo, baada yenu nyinyi maswahaba wangu, patakuja siku za subira. Siku zinaomba subira kweli. Walilmutamassik yawma idhin bimithli alladhi antum alayhi alyawm kaajri 50 amilan minkum. Tunaambia maswahaba kuna wakati utakuja mtu mwenye atakuwa anashikilia dini yake hicho kipindi, atakuwa na ujira, yani akifanya jambo limoja anapata ujira wa sawa na maswahaba 50 kwa leo. Patakuja kipindi ambacho dini itakuwa ni ngumu, watu watapenda dunia, watu watakuwa ni mabakhili tena wanajisifu. Ukiwa bakhili, ukiwa mtendo wa bakhili inabidi ujifiche, lakini hicho kipindi watu watajisifu kwa ubakhili. Waman yuqa shuha nafsihi fa ulaika hum almuflihun, na yule ambaye atakayekataza nafsi yake na ubakhili atafaulu. Lakini watu watajisifu kwa ubakhili. Ukiona dunia imetangulizwa, ukaona ubakhili unaheshimiwa, unakuwa bwana mkubwa, na ukaona kila mtu anaona yeye ndio kwenye haki, huyo mtu kama huyo
usiende kumlingania. Jihimize na nafsi yako, na hicho kipindi cha dunia kutangulizwa, ukifanya kheri unalipwa sawa sawa na masahaba 50. Fakalu ya Rasulullah, masahaba kashangaa, kaajiri 50 amilan minhum au min. Mtume tuambie vizuri, umepasema vizuri, yani utakuwa sawa sawa ujira na masahaba 50. Mbona tunajua sisi masahaba ndio bora kuliko watu wote? Fakala sallallahu alayhi wasallam, Mtume akawajibu akawaambia, kaajri 50 amila minkum. Sijasahau. Naam, hicho kipindi mtu alikuwa anafanya ujira mmoja anapata sawa sawa na mambo 50 mliofanya nyinyi. Mtu mmoja atakuwa anapata ujira sawa sawa na masahaba 50. Si ndio wakati wetu huyo? Huu ndio wakati wetu. Mtume anaona kusudia ndio ayama sabr. Hizi siku zetu ni siku zinaomba subira, Sheikh. Yaani ukishikilia dini yako inaonekana uko maajabu kweli. Sasa uende kwenye baadhi ya vijiji vya kikafiri, kuna vijiji ukivaa kanzu watu tunakushangaa, wanaona uko mtu mpya. Siku hizi ukienda kwenye airport umevaa labda jilbab, niqab, wanakufuatilia huyu hata kujilipua nini. Siku hizi ukivaa kanzu airport wanakufuatilia sana, huyu mtu sasa kujilipua huyu. Yani siku hizi kushikilia dini yako kuna ugumu, bali imefikia hatua leo na watoto wa Kiislamu, watu wa Waislamu ambao wana elimu, labda ni mashehe, wanakuwa wanatukana baadhi ya sunna za Mtume. Sikia mtu anatoa mawaidha anakuambia, unakuta mtu anaacha ndevu nyingi, mtu anakata suruali, anajua ndo dini. Dini sio kwenye ndevu na suruali. Ndugu yangu, hivi umeshindwa kuwapa watu naswaha waache kibri, wawe na tabia njema, mpaka ugusi ndevu na kukata kanzu? Maana inaonekana hivi vitu huvipendi wewe. Si wape watu mawaidha waache kibri, wape watu mawaidha wawe na khushu, wawe na kujishusha. Lakini ndevu na kanzu unazigusia nini? Zimekufanya nini? Si ndio ndio kuwafurahisha wale ambao wanakhalifu hayo? Hii hadithi ndugu yangu ni dhaifu. Akhrajahu Tirmidhi 1358 na Abu Daud 4341 na Ibn Majah 1414. وقال الألباني في ضعيف سنن أبي داود ضعيف. Imam Albani anasema ni dhaifu, lakini kipande chake cha mwisho ni sahihi, kwamba atakuja siku ambazo mtu mwenye kushikilia dini atalipwa sawa sawa na maswahaba 50. Hii ni sahihi. Ama ile ya kusema kwamba dunia itakapotangulizwa, sijui ufaqih au yani ubakhili utakapoheshimiwa, sijui kila mtu atakapo jiona yeye ni yeye, basi jihimize nafsi yako, ilo si kweli, ni uongo mtu swali ya Mtume sasa. Lakini maneno mazuri tu unaweza kuyatumia bila kumnasibishia Mtume swalla sallam, kwa sababu watu wengi wa leo ukiona tu mtu kwa hizo sifa tatu, na sisi tushawaona kwa jicho letu sifa tatu. Sifa ya kwanza, ukiona mtu ambaye ana pesa yake kisha ni mbakhili, kisha anajiona yeye ni yeye, atakuchokesha wallahi. Usisumbuki sana, atakuchokesha. Dalili ya 104 na ndo dalili ya mwisho. وعن قيس بن أبي حازم قال سمعت أبا بكر الصديق رضي الله عنه يقول، نمسك أبو بكر الصديق نسيما، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها. kuna aya ya Allah tabaraka wa taala huwa mnaisoma lakini mnaiweka sehemu isiyokuwa sehemu yake. Pale penye Allah aliposema ya ayyuhalladhina amanu alaykum anfusakum, enyi mlioamini, kila mtu ajihimize nafsi yake, kila mtu aitolee mawaidha nafsi yake. La yadhurukum man dhalla idha ihtadaytum, hawatukudhuruni wale ambao wamepotea ikiwa nyinyi mmeongoka. Maana wewe dili na nafsi yako, dili na nafsi yako, ukiongoka pote ile ambao waliopotea. Ila Allahi marji'ukum jamia, kwa Allah mtarejea nyote. Sura Maida aya 105. Abu Bakr Siddiq radhiallahu anhu anawatolea watu mawaidha ambaye hii aya mnaiweka sehemu sio sehemu yake.
wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Watu hii aya wanaiweka kwamba eti usitoe mawaidha. Wewe dili na nafsi yako, ndio penye watu wanaiweka. Abubakar Siddiq anamwambia sio sehemu yake, isikieni sehemu yake. Anasema, nimemsikia Mtume anasema, ma min qaumin yu'malu fihim bil ma'asi wala yughayyirunaha illa awshaka an ya'ummahumullahu bi'iqabin min. Hakuna watu ambao patapatikana maasi baina yao wasisaidiani kuyabadili, isipokuwa Allah atawachanga wote kwa adhabu, atawaineza wote adhabu kutoka kwake. Kwa hiyo aya haina maana kwamba eti tusitoe mawaidha. Mtu anatumia hii aya kunyamazisha mtu asitoe mawaidha, hajapatia. Hii aya ukitumia hii hujapatia. Sawa, hivyo ndio gisi Abubakar Siddiq radhiallahu anhu alipokea, na hadith sahih alipokea Abu Daud 4338 na Ibn Majah 4005. وقال الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، ثم الألباني قسمه صحيح، حديثين صحيح. وعن ابن مسعود رضي الله عنه، ثم ابن مسعود أنه سئل عن هذه الآية فقال aliulizwa hii aya inamaanisha nini? Mbona Allah anatuambia kila mtu na nafsi yake? Anamaanisha nini Allah? Faqal laysa dha zamani dhalik. Hii aya ya kila mtu ajihimize na nafsi yake, wakati wake haujafika. Hii aya Allah ameshusha kwetu, lakini anakusudia wakati mwingine. Wakati gani? Walakin idha kathurat ahwa'uhum wa ulqul jadal, kwenye chapa yangu, lakini misaisha kwenye chapa nyingine wa aliful jadal fa'ala kulli mri'in nafsah ja'at awiluha. Hii aya ya kila mtu ajihimize nafsi yake, wakati wake ni ule wakati ambapo matamanio yatazagaa, uzushi utazagaa, kila kakundi kanadai kama ukinyeka kwenye haki. Makundi ya bid'a tofauti, wasufi, maashaira, mu'tazila, makhawarij, murji'a, kundi tofauti za Kiislamu, kila kundi linadai kwamba lenyewe liko kwenye haki. Wa aliful jadal, siku utaona watu wanaenjoy kuwa na ubishi, wanaenjoy kuwa wabishi. Kuna mtu anapendaga ubishi, yani anaurangua ubishi. Wakionaga mtu anapenda ubishi, tena ni mbishi sana, hapo ndio hii aya inatumika. Alaikum anfusakum, achana naye, wewe lilia nafsi yako. Masudi anasema fa'ala kulli mri'in nafsa. Hicho kipindi kila mtu abakie na nafsi, ashikamane na nafsi yake. Wote na kumlingania mtu mbishi, yani mtu mbishi mkakamavu, hasikii kweli. Ukienda kumlingania utapunguza imani yako. Ukienda kumlingania mtu mbishi unapunguza imani yako, achana naye. Ndo hapo aya inaingia, alaikum anfusakum, kila mtu ajihimize na nafsi yake. Na ndio maana hata Imamu Malik Allah amrehemu, na yeye amesema neno hapa kuhusu utakapomuona mtu mbishi. Anasema Imam Malik radhiyallahu anhu, Allah mridhie, Imamu Darul Hijra, imamu wa nyumba ya Muhammad wa Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, anasema almira'u yuqassi alqalba wa yurithu ad-dhaghr au wa yurithu ad-dhighn. Eti ubishi unafanya roho inakuwa ngumu na unaamsha chuki. Maana yake kwenye da'wa yako jitahidi usiwage mbishi. Sipende kubishana bishana, Sheikh. Kubishana iwe imelazimika.
Yaani kubisha hapa tunakusudia kufanya deba na mtu mwenye hana nia kuongoka, sio vizuri. Ukiona tu mtu hana nia kuongoka anataka deba, ukiweza kumkwepa utakuwa ulifanya vizuri. Sheikh atakupunguzia imani, atakuondolea imani. Lakini ukiona mtu ana nia nzuri, unaweza ukafanya naye deba. Kwa hiyo Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anafasiri aya, anasema ni kipindi ambacho utamwona mtu ni mbishi na mtu ni mzushi, hapo jihimize na nafsi yako. Tutakuwa tumemaliza darasa hapo, na tutakuwa tumemaliza mlango wa al-amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar, hapo kuamrisha mazuri na kukataza mabaya. Insha Allah darasa lingine tutaingia mlango wa 9, babu tauba, mlango wa toba. Usikose mlango wa toba, usikose. Hakuachia kitu katika mlango wa toba Abu Laith Samarkandi isipokuwa alikuwekea kizuri kibaya. Na kabla kuangua nanga, tumesha kuwa wingi wa kutoa ahadi ya kuhusu swali fulani limewahi kuulizwa. Je, ikiwa kwamba imamu anasalisha akakosea mwanamke baki ambaye si maharimu wake, anaweza akamkosoa ndani ya swala? Hili swali tumeahidi kwamba tutalijibu, tunalirusha. Basi leo tunasema kwa kauli ya Allah, waatu haqqahu yawma haswade, wapeni haki yao pindi mnapovuna. Leo ndio siku ya kuvuna swali hilo. Tunasema wallahu aalam, sauti ya mwanamke kwanza sio aura, sauti ya mwanamke sio uchi. Kuna baadhi ya watu wanasema kwamba sauti ya mwanamke ni uchi, haruhusiwi kusema. Na ndio maana tunaonaga hata baadhi yao tukijibu maswali yetu tukaweka sauti ya mwanamama ameuliza, tukaipitisha na swali. Kuna baadhi ya watu wanitumiaga ujumbe, unaweka sauti ya mwanamke wa mambo gani haya? Sauti ya mwanamke sio uchi, hilo lijulikane. Na baadhi ya watu wa dini wenye wanasema kama ni uchi hawana dalili. Ndio maana wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wanawake walikuwa wanahudhuria msikitini na wanamuuliza maswali Mtume sallallahu alaihi wasallam msikitini, na wanaume wapo. Ingelikuwa kama sauti ya mwanamke hairuhusiwi kuuliza swali wala hairuhusiwi kuwekwa, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam angemkataa, angekuwa na wakataza. Kwa hiyo watu ambao wanatusikia sisi tunaweka sauti ya wanawake, tunajibu maswali, wakichukia hilo wamechukia wao kwenye nafsi zao, lakini dini haiko pamoja nao. Hilo lijulikana. Ndio maana Allah tabaraka wa taala kwenye sura al-Ahzab akasema, fala yakhda'na bilqawl fayatma'u alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Mwanamke asidhihirishi sauti yake, asipendezeshe, asiregizi sauti yake kwa kuwafitinisha watu, na anaruhusiwa kusema kauli nzuri. Kauli nzuri ni ile kauli ambayo ni ile kauli ambayo iko mbali na vitu viwili. Kitu cha kwanza, kurembesha na kuregeza na kuweka manjonjo, yaani unatazama unamkusudia mtu fulani. Allah anakataza ukifanya hivyo mwanamke. Kuna watu ambao kwenye roho zao wako magonjwa, watatamani ile sauti yako. Kwa hiyo la kwanza hilo limekatazwa, kurembesha sauti na kuregeza na kuipodoa na kuiwekea mafuta. Na wanawake wana tabia kama hiyo, wanasema nataka niwagusi leo, kitaeleweka, nagusa kweli. Hiyo ni makosa. Sawa? Fala takhda'na bilqawl fayatma'a alladhi fi qalbihi marad. Allah anasema kwenye Qur'an, usiregeze sauti yako, wataitamani wale ambao kwenye roho zao kuna maradhi. Kuna watu wanaruhusu maradhi, kwa hiyo usiregeze sauti yako, kusema neno tu ya kawaida. Ukitaka kuuliza swali mwanamke, unaruhusiwa kuuliza swali lako kwa sauti yako, sio mpaka uandike.
wa qulna qawlan ma'rufa, sema tu maneno ya kawaida mazuri. Kwa hiyo tumetoa neno la kitu cha kwanza ambacho kimekataza ni kuregeza sauti, na kitu cha pili kusema maneno mabaya makavu mwanamke na yenyewe ni mbaya, lakini ukisema tu maneno ya kawaida inaruhusiwa. Kwa hiyo mwanamke unaposali nyuma ya imamu akakosea, awe ni maharimu asiwe ni maharimu, inavyodhihirika insha Allah unaruhusiwa kumkosoa ndani ya swala, hata kama kuna sali unaruhusiwa kumkosoa. Na mpaka hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam katika Sahih Bukhari alikuja kusali, Abubakar Siddiq alikuwa anasalisha, watu wakapiga makofi, manake wanamshtua Abubakar. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuja, utamsalisha Mtume? Abubakar akatazama nyuma, na ile kwa atazame nyuma ndani ya swala. Hiyo ni dalili ya kuonyesha kama wakati mwanzo ilikuwa inajuzu kusubaa huko ndani ya swala, lakini kuna watu ambao walikuwa hawazubai na Abubakar alikuwa miongoni mwao. Abubakar akatazama nyuma kwa sababu watu wamekithirisha makofi, akamwona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akataka kurudi nyuma, Mtume akamashiria an makana, akaendelea salisha ina neno. Abubakar akakataa, akarudi nyuma, Mtume akafika napanda mbele. Alipopanda mbele Mtume sallallahu alaihi wasallam akasalisha. Alipomaliza kusalisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza Abubakar, kwa nini umekataa kusalisha na mimi nimekuruhusu? Abubakar akajishusha tawadhu, akasema haimfai mtoto wa Abi Kuhafa kumsalisha Mtume wa Mungu. Mtoto wa Abu Kuhafa amsalishe Mtume wa Mungu, haifai. Akafika na wageukia maswahaba, ndio mahali shahidi, akamwambia maswahaba, pakitokea jambo kwenye swala msipigi makofi, hakika makofi ni ya wanawake, nyinyi semeni subhanallah. Pakitokea jambo lolote kwenye swala sema subhanallah, usipigi makofi. Hili inaanza kufahamika katika hadithi kwamba inaonekana kwamba mwanamke hasemi ndani ya swala, anapiga makofi, lakini sahih kama jinsi ulama wakubwa wametoa fatwa, ndio fatwa ya Ibn Baz, inajuzu mwanamke kumkosoa imamu anapokosea ndani ya swala, hata ikiwa kama si maharimu wake. Wallahu a'lam. Na nasikia kuna mtu anataka kusema. Nilikuwa na swali kidogo. Naam. Hapo kwa kina mama na mwanamke. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hapo kwa kina mama, mwanamke anaweza kuwa iko na elimu nyingi na anakutoka katika uwanja wa dawa. Naam. Akiona na mume ambaye hayuko katika kundi la dawa, ile uwanja wa dawa, kwa kusalisha itakuwa kama vile anaweza kusoma mwanaume kutokana na ubovu wa kuhifadhi Qur'ani au vipi? Arudia swali tena, sieleelewa. Kama mtu yuko na mwanamke ambaye yuko katika uwanja wa dawa na elimu tena, ikambidi waishi pamoja maisha ya ndoa, maisha ambayo yameruhusiwa katika sheria, na maisha hayo yakawa si mafupi, ni kuendelea maisha yao. Kama vile mwanamume sana anataka kusalisha nyumbani kwake na iko na elimu ndogo ya Qur'ani au ya kisomo, anaweza akawa na baadhi ya sura ambazo anazoea, ile sio kama zile kipaji cha mwanamke anamzidi zaidi sana. Hikma anaweza kufanyia mwanamume ni hikma gani kusema asalishi kwake? Mwanamume anaendelea asalisha. Mwanamume anasalisha na sura zake hizo ndogo, mwanamke haruhusiwi kusalisha. Kusalisha kwa mwanamke hairuhusiwi. Labda tu mwanamke afanye juhudi kuwa anamfundisha mume wake, au anamfundisha ili abadilishe kwa ile tunasema ukani kuvae cha ukani kufue. Maana na sura yake ni kul wallahu ahad, kila siku mpaka ameshajulikana kwa kul a'udhu bin nas inna faina wala hamna zingine. Ni juu lake tu mwanamke amfundishe ili abadilishe hata nguo ikiwa ni moja kila siku, sinachosha kwenye macho. Naam, shukrani. Afwan. Kuna mtu anauliza, anasema yuko na ndugu yake ana wake watatu. Wawili wanaishi naye Uingereza na ana wengine anaishi Maroc, lakini muda mwingi anakuwa yuko Uingereza na hana uwezo wa kwenda Maroc.
Kwa hiyo unakuta anaweza kakaa kama zaidi ya miezi hata 8 9 hajaenda Morocco kumuona huyo mke mwingine, na ikitokea ni kwamba ni mpaka akopeshe hela ndo aende kumuona. Sasa je, inakuwa kuna dhulma hapo kati yake au vipi hukumu yake? Na swali zuri hilo, mjaliwa huyu mashallah. Sasa kwa hiyo anaishi na hao wawili Uingereza, wa Maroke mpaka akopeshe pesa. Sasa tunamuuliza swali, alipomuoa huyo Maroke alimuoea wapi? Walikuwa wapi pindi alipomuoa? Hiyo ni swali kusema tuweze kujibu vizuri, lakini asijisumbue kujibu tena au kuuliza tena. Tutamjibia sehemu zote ambazo anaweza kupatikana. Ikiwa kwamba walioana na huyo mwanamke wa Maroke na yeye yuko mbali, yani amejua kama mume wangu tunaoana lakini hatakuwa na mimi, walioana mwanamke anajua kama hatakuwa na mimi, hiyo ni hali ijulikane. Na ikiwa kwamba alioana na mwanamke anajua huyu tutaishi naye, iko na wake zake wengine, lakini atatugawia siku sawa sawa, mwezi mmoja Uingereza kwa mke wa kwanza, mwezi mwingine kwa mwingine, mwezi mwingine kwangu, maana atawagawia sawa sawa. Hiyo ni hali nyingine, na hizi hali zote zina majibu yake, na huyo aliyeuliza swali hawezi akatoka katika hizi hali mbili. Ndio maana sikutaka kumwachia tena aulize swali, lazima atapatikana katika hizi hali moja katika mbili. Hali ya kwanza, ikiwa kwamba tunaanzia hali ya pili, ikiwa kwamba alimuoa mwanamke na mwanamke anajua kama tutaishi na mume wangu, ana wake wengine kweli, lakini atatugawia sisi yote siku sawa sawa, kisha kuwagawia siku sawa sawa, basi huyu mwanamke ana uwezo wa kubatilisha hiyo ndoa, ana uwezo wa kuivunja hiyo ndoa na hatomrudishia mahari. Na hili swali nishaulizwa na watu wengi kweli. Nimenijia hata kwa mtu mwingine yuko Kanada na mke wake yuko Marekani. Nikanijia tena kwa mtu mwingine yuko Marekani na mke wake yuko nyumbani Afrika. Yaani hili swali lishanijia kwa watu wengi sana. Jibu ni kwamba unapooana na mwanamke mkakubaliana kwamba mtaishi pamoja, au utamsafirisha ambapo upo wewe, au utasafiri ambapo yupo yeye, au utakuwa unasafiri unamwendea, kisha hukuweza kusafiri ima kwa udhuru au bila udhuru, mwanamke akishindwa kuvumilia, ana haki, ana uwezo wa kuvunja hiyo ndoa, akatafuta mwanaume mwingine na hakukurudishia mahari. Hali ya kwanza hiyo. Hali ya pili, ikiwa kwamba amejua mwanamke kwamba hutopata uwezo au kwamba unaishi na mwanamke mwingine mbali na yeye hutopata jinsi ya kuja kumtembelea isipokuwa siku ndogo, akajua na akavumilia, hiyo ni haki yake, amejishusha, haina neno, wala mwanaume huna neno. Kwa hiyo mwanaume tunamjibu akiwa katika hii hali ya pili, anabakia na wake zake wawili Uingereza, haendi kwa huyo mwanamke wa Maroke mpaka akopeshe au apate uwezo wa kwenda, hana neno, maadamu mwanamke amejua hiyo hali na akakubali kama ataivumilia, hana neno. Na ushahidi wa hilo ni kwenye Qur'ani, wala sio kwenye hadithi, kwa sababu kuna baadhi ya watu wanapinga hadithi. Allah kwenye sura An-Nisa, huenda ni aya 128, wallahu a'lam, anasema wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan au i'radan fala junaha alayhima an yusliha bainahuma sulha wasulhu khair wa uhdirat al-anfus ash-shuh. Mwanamke ikiwa taogopa kwa mwanaume atamvunjia baadhi ya haki zake, si vibaya asuluhishane naye, amsamehe. Hii aya imeshuka kwa sababu ya Sauda bintu Zuma, mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam.
mke wa mtume wa pili, ndio mwanamke wa pili mtume kumuoa. Baada ya Khadija alimuoa Sauda, lakini Sauda alikuwa mkubwa na yeye. Mtume alipofika Madina akaanza kuwaoa wanawake wadogo wadogo, kina Aisha, wakina Zainabu, wakina Juwairia, wakina Maimuna, wakina Hafsa, wakina Safia na wengineo. Sauda akawa shakuwa mwanamke mkubwa kikongwe, akawa tayari ameshachoka, habari za waume tena hamna. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa anahadithia nafsi yake ampe talaka. Mwanamke anamjuaga sana mume wake, alipoona kwenye uso wa mtume akawa mtume anataka kunipa talaka, akalimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, usinipe talaka, nataka niwe mke wako peponi. Ile mimi siku yangu ile siku yangu isinipi, na imwachia Aisha. Akamwachia siku yake Aisha. Mtume akawa haendi kulala kwa Sauda, akawa anawapitia wanawake zake wote siku moja moja, lakini Aisha siku mbili na ile ya Sauda. Kwa hiyo Sauda amejishusha kwenye haki yake. Kulala na mwanamke wako ni haki yake, lakini akiwa ameisamehe yeye kosa. Pia kumhudumia mke wako ni ruhusa, lakini yeye akikwambia bana, mimi naolewa na wewe, ukitaka usinihudumie, ruhusa. Tunaitaka nikahul misyar. Hizi zinapatikana Warabuni sana, nikahul misyar, yani ndoa ya madili. Kwa nyumbani ni vigumu kuipata hii ndoa kwa sababu usutwa ni mwingi. Hii ni ndoa ya mtu anataka mambo yao kimya kimya. Huyu jamaa alikuwa anafanya kazi sokoni. Muda punde akamwona mwanamke anakuja na niqab. Warabuni wanajulikana hasa kwa zamani, wanawake kwa wanafanya niqab. Alipofika pale sokoni, alipofika pale dukani kwa ule jamaa, akatoa niqab. Ule jamaa kaona ni min ajmali khalqillah, ni katika wanawake ambao Allah aliwaumba wazuri. Akachukuliwa kwa nafsi yake. Ule mwanamke akamwambia, najua kwamba umebadilika, nimekuacha kwenye kesi, umeingia kwenye koma kwa uzuri wangu, najua. Na kwa hiyo mimi nakwambia sikuja hapa kununua. Nimekuwa na zunguka sokoni kila siku, napitia natafuta ni mwanaume gani atakayenifaa. Nimekuchunguza wewe na niqab zangu, leo nimeamua kuivua. Nimekutana wewe ni mwanaume utanifaa. Kwa mimi nataka unioe. Bado ningali mwanamke mdogo. Yule jamaa akawa hana khiana. Akawa ni mkweli. Na kwa kweli mwanamke alimchagua vizuri. Hicho ni kisa mkiandika Ibn Jawzi kwenye kitabu chake. Yule jamaa akamwambia yule mwanamke, lakini mimi niko na binamu yangu, nimemwaidiaga kwamba sintamuingiza kwenye wivu. Muingiza mwanamke kwenye wivu ni aje? Kumuoa mwanamke mwingine, kumletea mke mwenza. Mimi mwenyewe kama sintomuingiza kwenye wivu mke wangu, lakini pamoja na wewe ni mzuri sana, akili imeniruka, nimepanic, nafanya vipi mimi? Yule mwanamke akamwambia, usijaji, mimi niko na kila kitu. Baba yangu amekufa, ameniacha mimi binti mmoja, mimi peke yangu. Ameniachia nyumba. Mimi nachotaka kwako utakuwa mbelea tu. Sasa yote unataka urudi kwa mke wako. Maana yake nikahul misyar, ndoa ya kimya. Wakati wa Mtume sikuwa zinapatikana sana hizo ndoa. Warabuni zinapatikana sana, sijaiona Afrika usubutu. Dunia nzima imeshajua. Mapisha yamerushwa, vumbi na kurukia. Basi ikawa ameoa hivyo. Jamaa akawa alimpiga mke wake tauria. Akamwambia mke wangu akawa anaenda baada ya dhuhuri, anaambia anarudi kazini. Sio kawaida yake kurudi baada ya dhuhuri kazini. Kwa anaenda hivyo kazini, mke anamzania khair, anaenda kazini, anamzania khair. Lakini wanawake wanajua kuwasoma waume zao. Akaona huyu mume wangu ana mabadiliko. Yaani yake unaweza kujikausha mwezi mmoja, miezi miwili, mitatu, kwa nne utagunduliwa utagunduliwa. Labda yule mwanamke ametokaga ubeduini ndo hata kugundua. Lakini wanawake zetu mjini hata kugundua tu. Akawa aliona huyu mwanaume amebadilika, akawa alimtuma mtumishi wake, akamwambia mtumishi wangu, mwanaume mimi simuoni vizuri. Anapoenda huko kazini kwa kumfuate, uone anaenda wapi. Akamfuata, akamwona ameingia kwenye nyumba fulani. Ule mwanamke akaulizia, hii nyumba ni ya nani?
Wakamwambia ni ya binti mmoja mdogo alifiliwaga na baba yake ndio anaishi hapa. Sawa. Akaenda kumwambia bosi wake wa kazi yule mwanamke. Akasema kumbe ameoa, ndio maana naona ana mabadiliko. Akamwambia ule mwanamke mwema, sasa umsikie mwanamke mwema. Akamwambia ule mtumishi wake, ule mtumwa wake, usimwambiage mtu hii siri, iwe baina yangu mimi na wewe. Nikisikia imetoka nitajua ni wewe. Ule mtumwa akaficha siri kweli, mashallah. Kaficha siri. Jamaa anakuja nyumbani, yule mwanamke kana kwamba hakuna ambacho kimejitokeza kipi. Kimya, hakumwambia mzee wa kazi kitu hata kimoja. Mzee wa kazi akaona hakuna mabadiliko. Hivyo ndivyo wanavyokuwa na wake wema. Mwanamke hata mwema aje, huwa hapendi mke wa pili, lakini likitokea makadara anafika navumilia matokeo. Lakini wale waovu sasa, waliofundishwa na taarabu, waliofundishwa na mistari ya wimbo, waliolewa kwa sababu ya kuja kugombana na wawifi, watakutoa jasho. Atatoka, yani manake unakuja na anatoka, unaingiza unaona yeye hayupo. Akakaa kimya, hakumsemesha kitu mume wake. Maisha yakaendelea. Lakini Allah amehukumu duniani, anayekufa hakuna kurejea na lazima tufi. Akawa ule jamaa amekufa, lakini yule bi mkubwa si amekalia siri. Wakawa wamegawa mali, urithi akawapa watoto cha kwao, pakabaki thumuni yake. Lakini thumuni yake si anajua pako mke mwingine, akaichukua ile thumuni, kwani alikufa iko na dirham 800 au dinari 800, akawapa watoto 700, akachukua ile 1800 au 1800, akachukua akawapa 7000, akachukua ile 1000 akagawa vipande viwili, akachukua kipande kimoja akampa yule mtumwa wake, akamwambia mpelekee yule mwanamke mwingine. Alipompelekea yule mwanamke mwingine akamletea. Yule mwanamke akamwambia nini? Bi mdogo sasa akamwambia nini? Akamwambia hii ni urithi wa mzee amekufa. Akamwambia mrudishie mke mwenzangu hizi hela, umwambie kama mimi mzee ameniachaga asitumie hii. Wakamrudishia yule mwanamke bi mkubwa, akazisambua zote. Mtu akashangaa amemwacha dini. Hii ni taudia ya mwanamke mdogo anatumia. Huyu mwanamke mdogo salikuwa ni maanake ni tajiri, hahitaji. Sasa akaona nikichukua hii thumuni, hichi kipande cha thumuni, nitakuwa ni mzulumu ule mwenzangu, hana na iko na watoto, ndio mrudishie. Sasa atakuwa amesema uongo usema mimwachaga, hajasema uongo sababu unapokufa umemwacha mwanamke, ukifa umemwacha mwanamke. Hakusema uongo, ni tauhid. Sasa mimi nakuuliza, katika hawa wanawake wawili mcha Mungu ni nani? Je, ni yule ambaye alikubali kumchangia mume wake na mwanamke mwingine, au ni yule ambaye amekubali kuiacha haki yake, mali yake, thumuni yake, akampa bi mkubwa? Wewe mwenyewe mwanamke utajaza hapo wacha Mungu wa zamani. Naam. Hajatoa nani? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam wa barakatuh. Na maswali ya mbio mawili Naam. Nilikuwa nataka niulize, nina imbwa yangu, lakini imbwa sio ya mbarabara, ni imbwa ya kizungu. Imefunzwa. Lakini imbwa yangu imekuja kula kusani yangu. Sasa hiyo sahani nitaikosha pamoja na vyombo vingine au nitaitupa? Hilo ni swali la kwanza. Swali la pili, na hiyo imbwa hiyo imeninusa kunguo yangu, nataka kusalia, nitakosha pale imeninusa au nitabadilisha nifue yote? Hayo ndo maswali yangu. Maswali mazuri kwa kweli, Allah ajaze kheri. Lakini sasa ile swali la tatu ambalo ni nyeti kuliko yote mawili,
la fondasio, je, inajuzu mimi kuishi na mbwa? Hilo ndio kwa swali la kwanza. Tumuulize Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema ayyuma mri'in, mtu yoyote ambaye atafuga mbwa isipokuwa mbwa moja katika tatu, mbwa ya kuwinda au mbwa ya kuchunga mimea au mbwa ya kuchunga minyama, naqasa min ujurihi kulla yawmin qirat, hatakuwa anapunguziwa kwenye thawabu zake kila siku, sawa sawa na kingorongoro. Hizi thawabu zetu ya layala kila siku zinaanza poromoka. Nasema sala zako au ulipata 10 zinashushwa, kama ni moja, kama ni 2, tangu hivyo hivyo zikiisha thawabu zako za swala, wanaenda kwenye thawabu zako za swaumu, za hija, za zaka, za sadaka. Kwa hiyo haijuzu kufuga mbwa isipokuwa moja katika tatu, ima iwe ni mbwa yako ya kuwinda au iwe ni mbwa yako inakuchungiaga minyama. Maana uko na mifugo yako, mbuzi na nini, unakuwa ile mbwa inashindikiza kwenye majani na zichunga. Au hiyo ni mbwa ya kuchunga shamba, una shamba lako, unakuwa unafunga mbwa zako usiku, asubuhi unasiachia zinaenda kuchunga ile shamba lako. Hizo ndio mbwa tatu inajuzu kuzifuga. Sasa kama mbwa yako iko katika moja katika hizi tatu, majibu yanakuja maswali yako mawili. Swali la kwanza, imelamba au imekula kwenye chombo changu, nitakitupa au nitakiosha kama vyombo vingine? Chenye utakiosha kinyume na vyombo vingine, utakiosha mara 7. Mara ya mwisho iwe ni maji, yani mara 7, mara 6 unakipiga mchanga. Unakipiga mchanga mara kwanza, piga mchanga mara 2 mpaka mara 6. Kisha mara 7 kioshe kwa maji. Ukitaka kupitisha na sabuni sawa, lakini mara 6 kwanza hiyo ni mchanga, unaweza kukitumia. Na swali lako la pili, je, ikininusa mimi kwenye nguo, ile nguo naifanya vipi? Naitupa au naivua au naiosha? Ile nguo pale pale penye ile mbwa imelamba umesema imenusa, kama imenusa haina neno. Tatizo ikilamba kwenye nguo, ikilamba kwenye mguu, utaosha mara moja tu. Kwenye nguo, kwenye mwili unaosha mara moja, lakini kwenye chombo mara 7, mara 6 za mwanzo, udongo mara mwisho, inakuwa ni maji. Nadhani nitakuwa nimejibu inshallah. Uislamu hairuhusiwi kufuga mbwa. Okay. Waislamu hairuhusiwi kufuga mbwa. Hiyo ni mambo ya wazungu, ndio wanafuga mbwa ambazo si hizi tatu. Kwa Muislamu anataka kufuga mbwa ambazo hizi tatu nimezisema, haijuzu kufuga, ni makosa. Mtu akifuga na apunguziwa kwenye ujira wake, thawabu zake kila siku sawa sana kingorongoro. Darasa hapo inshallah tutakutana Ijumaa pili pamoja na Sahih al-Bukhari. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Tamma al-kalam wa rabbuna mahmud falahu al-fadl wa lahu al-jud.